Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikisha sisi kukutana katika mkusanyiko huu, mkusanyiko wa kheri. Ni mkusanyiko wa kheri kwa anayefahamu kuwa ni mkusanyiko wa kheri, lakini ni mkusanyiko wa kheri hata kwa asiyefahamu pia, kwa sababu huwezi ukalijua jambo kama hukupewa uwezo wa kulijua. Katunkiru al-ainu dhaw ash-shamsi min ramadi wa yunkiru al-famu ta'ama al-ma'i min saqami. Jicho linaweza likaukataa mwanga wa jua, likauchukia mwanga wa jua kwa sababu tu ya ugonjwa wa jicho lile, lakini na mdomo nao pia vile vile unaweza ukaikataa ile ladha ya maji au usijue ladha ya maji. Maji mdomo unaweza ukayaona ni machungu, lakini kwa sababu ya ugonjwa wa mwenye mdomo ule. Sasa kuwa kuna watu hawaelewi maana ya mikusanyiko hii, basi sio kwamba ndo mikusanyiko hii ni mibaya. Laysa samau limahdhi laghwin innahu laghwun wala yuna bidhaka kiram. Samaa ambao ndo tulokusanyikia leo hapa, lakini ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni sehemu ya kumwadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaambiwa kwamba si kwa ajili ya laghau tu. Samaa haikuwekwa kwa ajili ya laghau tu. Hakika samaa iko katika sura ya laghau, lakini watu watukufu hawakusudii laghau. Wale watukufu ndo wanajua siri ya samaa kutokana na kila wanachokikusudia katika samaa. Kwa sasa nasi wafuasi wa hao kiram, na sisi tukusudie hayo waliokusudia wao, taadhima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukusudie dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukusudie waadhi, na kwa kukusudia waadhi huko tuawidhike kwa sababu ya samaa. Tukusudie mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema Sheikh hapa, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, akimnukuu Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema mmoja wenu hawi muumini mpaka yawe mapenzi yake ya nafsi ni kufuata kile nilichokileta, ni kufuata kile nilichokuja nacho. Bali pia katika hadithi nyingine mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hatakuwa muumini mmoja wenu mpaka niwe napendwa sana na yeye kuliko kila kitu chake, kuliko wanawe, kuliko hata yeye mwenyewe. Kwa sasa tujenge mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mikusanyiko hii tunayokusanyika, tukusudie mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa mapenzi hayo tukusudie kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manake ni kwamba tukusudie hasa kuwa tabia zetu zende sambamba na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zende sambamba na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusiwe na letu ila mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukenda hivyo, basi mikusanyiko hii itakuwa na thamani kubwa sana kwetu na itatufikisha mbali sana. Tusikusudie burudani tu, lahun wala yuna bidhaka kiramu. Tuburudike, lakini pamoja na kuburudika tukusudie lengo kuu ambalo ni mapenzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni taadhima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kubwa zaidi kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mtume anaambiwa atuambie sisi, waambie hao jamaa, mkiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi nifuateni mimi, atawapenda nyinyi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwetu hayawezi kupatikana kama hatutomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mikusanyiko hii inaweza kuwa ni sababu kubwa ya sisi kuweza kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal kamalu lillahi wa billahi tawfiq.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.